Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Langu jina naitwa Ustadh Maalim Ibn Omar. Karibu mtazamaji wa Rapta TV Maisha Mtindo. Leo katika kipindi chetu cha darasani tutakwenda kujifunza jambo ambalo muhimu sana mimi na wewe napasa kila siku tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Imepokewa kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa yeye alikuwa akipenda kuomba dua hii: Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah, kwamba ewe Mwenyezi Mungu naomba utujalie katika mwisho wa mambo yetu yote tufanzie vizuri, lakini pia tukinge kutokana na khizaya za dunia, lakini pia tukinge kutokana na adhabu ya akhirah. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa akipenda kuomba dua hii. Mimi na wewe inapasa tumuige Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kuomba dua hii kila siku, kuomba mwisho mwema. Atujalie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwisho mwema. Leo hii tunapata kuona watu wengi huwa kuna watu wanafariki wakiwa katika swala, wengine wanafariki yupo katika sida, wengine katika rukuu. Yote haya hayaji kwa bahati nasibu, yanakuja ni kwa sababu watu huwa wanamuomba Mwenyezi Mungu mwisho mwema. Kwa hivyo jambo hili la kuomba mwisho mwema inatupasa mimi na wewe mtazamaji wa darasani tuwe tunamuomba Mwenyezi Mungu kila siku, tumuombe mwisho mwema. Tizama mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wao ni maasum, wamelindwa kutokana na madhambi, hawakosei, lakini sisi lakini wao wanamuomba Mwenyezi Mungu mwisho mwema. Iweje mimi na wewe mtazamaji wa darasani tusifanze hivyo? Tukimtizama Sayyidina Yusuf, yeye alikuwa akimwambia Mwenyezi Mungu tawaffani musliman, kwamba yeye Mwenyezi Mungu nifishe hali ya kuwa mimi ni Muislamu. Utaona lahadha hii ya kufa inaambatana na kuombwa mwisho mwema. Kwa nini? Kwa sababu kule kwenye kufa ndio kunatakiwa tuombe mwisho mwema. Kwa hivyo ukitizama Sayyidina Yusuf yeye alikuwa akifanza hivyo, lakini pia Sayyidina Ibrahim yeye alikuwa akiwahusia mpaka watoto wake. Sayyidina Ibrahim na Yaqub walikuwa wakiwahusia watoto wao kuhusiana na mwisho mwema, waliposema wawassa Ibrahima banihi wa Yaquba inna Allaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun, kwamba hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewachagulia nyinyi dini kwamba msife isipokuwa nyinyi ni Waislamu. Usia huu wa Nabii Ibrahim na Sayyidina Yaqub kwa watoto wao kwamba wasife isipokuwa wakiwa Waislamu. Iweje mimi na wewe mtazamaji wa darasani tusiombe mwisho mwema? Mwisho mwema ni jambo ambalo ni muhimu sana kwetu mimi na wewe mtazamaji wa kipindi hichi cha darasani. Lakini tunahadithiwa kisa kimoja cha bwana aliyekuwa yeye akipenda kuishi maisha ambayo ni ya kumcha Mwenyezi Mungu. Yeye alikuwa akiomba mwisho mwema mpaka ikatokea akafa katika sijida. Alikuwa akiswali akafa katika sijida ya mwisho. Jambo hili haliji kwa bahati nasibu, linakuja kwa kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Bwana Mtume anatuambia man aasha fi shay'in mata alayhi, mwenye kuishi katika jambo lolote basi atakufa katika hilo jambo. Ikiwa wewe hapa duniani unaishi katika jambo ambalo halimpendezi Mwenyezi Mungu, basi tambua na ufahamu mtazamaji wa kipindi chetu hiki cha darasani kuwa utakufa katika jambo hilo. Jambo lolote ambalo unaishi hivi sasa, basi fahamu kuwa utakufa katika maisha hayo unayoishi hivi sasa. Ndio maana ya hadithi ya Bwana Mtume, man aasha ala shay'in mata alayhi, yule mwenye kuishi juu ya jambo fulani basi atakufa katika jambo hilo. Tunapigiwa mfano wa bwana ambaye alikuwa akifanya maisha yake kwa riba. Yeye huyu ulikuwa ukienda kwake kukopa dinari 10 unarejesha dinari 11, mpaka wakati anakufa watu wanamtamkisha shahada, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illa Allah yeye alikuwa hawezi, anasema 10 bi 11, akitamkishwa shahada yeye anasema 10 bi 11, kwamba 10 kwa 11, 10 kwa 11. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa amezoea yeye huyu, ukienda kwake kutaka dinari 10 anakupa, lakini wakati wa kurejesha urejeshe na ziada, urejeshe dinari 11. Man aasha ala shay'in mata alayhi, mwenye kuishi juu ya maisha fulani basi atakufa katika maisha hayo. Kwa hiyo tazama hivi sasa mtazamaji wa darasani, wewe unaishi katika maisha yapi?
maisha hayo unayoishi kama ni yanampendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumridhia, basi utakufa katika maisha hayo na uombe upate husnul khatima. Husnul khatima haiji kwa bahati nasibu isipokuwa kwa kumuomba Mwenyezi Mungu. Tumesema Bwana Mtume yeye alikuwa akipenda kuomba dua ile, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha, mpaka mwisho. Iweje mimi na wewe ambaye sio maasum, hatujalindwa kutokana na kukosea, atumuombe Mwenyezi Mungu tumekaa? Inatupasa mimi na wewe mtazamaji wa Darasani tuweze kumuomba Mwenyezi Mungu mwisho mwema. Mwisho mwema ndio kufaulu kwetu mimi na wewe hapa duniani, lakini pia kule kesho akhera. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie tu ni miongoni mwa waja wake wenye kusikiliza maneno na kuyafuata yale kwa mazuri. Lakini mwisho kabisa usisahau kusubscribe, kucomment, lakini pia na kushare. Kama una swali lolote unaweza kutuuliza katika channel yetu hii ya Rapta TV Maisha Mitindo. Wabillahi tawfiq wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.